watu ya kusita pengine. Tutaenda moja kwa moja ili kila kitu tutasoma hapa kwa sababu yani zamani ndio kila kitu mwanangu. Sio unaelewa? Yani point ni Point yenyewe hapo kwa yani hadi hapa hivi unapoona hivi tushafika tayari. Kwa inabidi tuingie zetu, tuangalie mazingira ambayo yako hapo ya ramani. Kama uko fresh ndio hivyo. Au unasemaje? Bwana. Jiwa tu anasikika tu. Hivyo yani. Tunataka kupotea au? Mbona sielewi? Hebu angalia mzee sasa tunakuja na mali fulani. Mimi nimechoka mzee. Nini sindo hii? Kwa nini maanisha ndo hapa? Shika bwana. Yaani mwanangu hadi anachoka. Kote huko jua kali mzee. Sasa hapa kilichobaki. Hatuna muda wa kupoteza. Mshika kwanza utangulia mbele. Zamani ndio natuonyesha hapa mzee. Sasa mazingira yenyewe ya watu. Mbona na kama vile bali hamna. Mimi nafikiri mwanangu tutafika. Yaani safari yetu ndio hapa. Na nafikiri kila kitu kitakuwepo. Mwanangu inatakiwa tufanye chap. Mwanangu inatakiwa tufanye chap mwanangu. Sasa una haraka gani mzee? Huu ni sehemu yenyewe yani sehemu yenyewe hakueleweki yani tulia mzee. Umetoka kote huko mbali hapo tunaanza kuvuka sasa hivi. Sauti za ajabu mimi sielewi yani kitu changu. Bwana. Ile yani hapa sasa hivi kila kitu yani kitakuwa sawa. Kama tushafika. Yani leo tutalipambania mwanangu yani muda mrefu. Basi mwanangu. Ndio nini cha kufanya? Hapa usikia mzee. Maelekezo si ilikuwa ni kwenye jiwe au? Sasa jiwe lenyewe si ndio ile hapa. Hapa sasa kipengele. Alafu maelekezo kwani alisemaje? Ili mwanangu usije tukakosea hapa tukakosa mali hivi hivi. Wewe kosa mali. Alisema subiri. Alisema inabidi damu. Sawa. Damu si ndio? Kama ufunguo. Sio nakumbuka vizuri? Hasa hapa sasa inabidi tupate damu mwanangu. Ili tupate ufunguo kwa sababu hapa hatuna damu yoyote. Sio unaelewa? Hapo sio hiyo. Mwanangu yani ndio kitu yenyewe hii. Sasa sikia. Leta ni mwanangu tupate damu. We. Ni kuweka maagano na mizimu. Yani unataka pesa mzee, unataka mafanikio. Yani swala la damu usihusishe kabisa. Sitaki kabisa. Wewe kama unataka mafanikio ya haraka, leta mkono wako hapa mimi nipitishe meno tupate damu tupate huo ufunguo.
Usiwe muoga naye bana, kitu kidogo. Haya fresh basi nyoka ning'ata. Nikupa tupate damu hapa ili mradi tupate nini ufunguo mzee wa kuingilia. Kama ni hivyo fresh. Mimi sina pingamizi. Fanya hivyo sasa. Au unasemaje? Sema sasa inabidi uning'ate hapa sawa? Hapo yani kuhusu hilo usiwaje. Hata yani mimi lakini damu yangu hamna. Mimi sio kidaga. Wewe unakuwa muoga mwanangu. Fanya kazi hapo. Fanya kuning'ata hapo. Wapi hapa? Ng'ata hapa. Sikia mwanangu. Hapa kila kitu kiko sawa. Sasa hapa kifuata tu nini? Tufanye haraka. Maelekezo. Fanya haraka. Maelekezo alisema damu ndo tunaweka kwenye jiwe, si ndio? Mwanangu tufanye haraka. Mwanangu, funguo hii hapa. Tumetoboa mzee. Kama nilikwambia mzee, kila kitu kitaenda sawa. Sasa hapa kinachofuata nafikiri sasa kila kitu kipo sawa hapa. Si unaelewa? Yaani mwanangu hapa maisha tushawini. Mwanangu, ndio wenyewe lakini mwanangu, kwa sasa hivi kutembea kwenye vumbi hamna. Yaani ni mwendo tu wa magari. Nilikwambia, yani hatuwezi tukapa maskini hivi mwanangu. Mali zinapatikana. Yule mganga sio muongo. Si unaelewa? Kweli mwanangu hapa. Aise. Tulia mdogo wangu, tulia. Yaani hapa shawini mzee. Mwanangu tufanye chapu tuondoke. Sasa hapa kifuata tu nini? Hapa. Hebu angalia kule. Mwanangu. Mwanangu. Vipi? Tobo hili hapa mwanangu. Umepaona? Hili hapa tobo mwanangu. Sikia. Usikosee masharti mzee. Alisema tunaweka funguo, sio? Fungua sasa mwanangu. Fungua mzee bana. Tupate sisi vitu vyetu hapa tuondoke. Unajua? Mali hizo zimeanza kutoka. Wewe. Mzigo unatema. Mwanangu tufanye chapu mwanangu. Hapa tunafika hata kitu. Utajua mwanangu ndio hizo kweli. Taratibu babu, unataka utajirike mwenyewe. Mwanangu. Wewe unaenda speed sana mzee. Wewe unataka tu ukate mwenyewe au? Kwanza mimi mwanangu sasa hivi sitaki. Mwanangu jaza. Utakufa maskini mwanangu. Nilikwambia. Kitu ni dhaifu mwanangu. Yaani yule mganga hawezi akatudanganya kitu. Kweli waganga wapo.
Mwanangu mimi nilikwambia. Kausha bana, uliniambia nini? Sasa mbona haya mambo ya maagano mimi najua. Unajua mwanangu acha kuzingua. Sasa uniambia nini? Hasa mbona kukataa kama uniambia? Ishatokea imetokea. Mbona sasa umeniharibia maisha? Kwa mwanangu kaza mwanangu, imetokea tuko wote. Sasa unamlamu nani hapa? Da, haya mauzauza inanibidi niende tu kwa mganga, sina namna. Ganga. Ganga, mimi nimerudi. Karibu kijana. Mganga, maelekezo yote uliotupatia mganga tulifanya vizuri na tulifanikiwa kufika eneo la tukio na hazina tukazikuta kama kawaida mganga. Lakini mganga, baya zaidi sielewi mganga kilichotokea. Yaani tulikutana na vitu vingi sana mganga. Kwanza mwenzangu aliuawa mganga, na mbaya zaidi kuna matukio mengi yalitokea, yani mzimu ukawa unatutokea mganga.
tunashindwa kuelewa mganga kwa nini sasa ilitokea hivyo, na maelekezo yote tulienda sahihi mganga. Naomba mganga basi kwa hili utusaidie. Kijana. Mmekosea sana. Hazina salama zamani. Unajua nini kilitokea? Yalitokea mambo mengi sana sita nyuma. Sema pananichanganyaga. Ila nadhani mimi kuna mti nimeukalili, yani nikiuona Mwanangu mpaka watakuleta misho za mtaani hapo. Sije tukakosea tu. Amna. Wewe hata usiogope. Mimi huo mti nikiuona tunajua kwamba hazina ndio iko hapo. Ana mambo ya vinyamkela haya. Amna, hata usiogope. Amna, kuna mti nikiuona na ukumbuka. Kwa hiyo alama wewe ni mti ulieleka. Yaani mti ndio kila kitu. Sasa wewe usije kukaa vijijini, sisi tumekaa huko. Sikia. Unajua nini? Upande wa pili, yaani upande mmoja kulikuwa kuna miba, afu upande wa pili ndio kuna hazina. Hazina ipo. Una uhakika? Hazina ipo huko, mimi ndo nakwambia. Haya twende. Hazina ipo. Twende sasa. Hazina ipo. Haya tangulia mwenyeji, maana nyie mizimu mnajuana nayo. Haya twende. Sio kwamba najuana nayo, hata mimi sio kwamba siogopi, naogopa, sema tu ndio hivyo kwa sababu nataka maisha mazuri lazima ile tobo pale. Twende. Sikia. Mzigo uko hapa. Hapa hivi. Mzigo uko hapa. Ila sasa sikia hapa. Mwanangu, mzigo uko hapa. Hapa hivi. Na mimi nimekuleta huko kama ndugu yangu. Yaani sitaki mbambamba, bana tutoke hapa si uende kule kuambia watu sijui nini. Mimi nimekuleta hapa tunachukua mzigo tunaenda kumaliza stadi. Wewe pia tu. Lazima tusije tukabadilikiana tena. Mimi mzigo uko hapa na mimi yani huu ni uhakika kwa sababu kama matawi ndo haya hapa. Yani of course ndo hapa. Wewe sikia, ngoja niuchukue mzigo, alafu twende tukabadilishe maisha. Sasa niende tu mimi? Wewe subiri kwanza. Wewe tulia. Mimi ndio najua kila kitu. Ukaje? Haya basi nenda kachukue. Chili mwanangu. Samson mwenyewe. Ni mwanangu na ninachokupendea. Huyu mambo ogopa mwanangu, nisije nikaingiza au nikakutana nacho. Wewe usiogope mwanangu, wewe JKT kitambo. Wewe JKT wapi? Dogo. Fanya hivyo. Unamtukana mpaka baba mwenyewe. Haya mambo haya. Watu heshimuni wazazi, watu Haya. Nini? Shida nini? Nikusaidia? Wewe tulia tu, wewe sikilizia huko. Wewe au niingize mimi? Hapo tukitoka naisha. Kama umechoka nisaidie brother. Haya maisha hayo baadaye. Tongozi tena kichugoni na tongoza nimeweka kama mkono hivi mwanangu. Yaani hapa hivi leo tukirudi mpaka pa mwenye nyumba namtukana. Acha zako. Ndio ninachokupendea, madili mengi kama kigogo. Wewe ndugu yangu wewe. Tukane wazazi, ishi wazazi vizuri, wazazi ndio kila kitu. Ndio maana tunaambia ishi na watu vizuri, unjue mwanamke asienda period. Hapa tayari. Uhakika? Hapa uhakika. Leta tunishike. Wewe niamini. Ndio maana nimekuleta huko kwa sababu najua mimi ndio kila kitu. Kwa unabeba hapa hivyo tunaenda kurekebisha mambo huko. Mbona uniamini ndugu yangu? Nakuamini. Mimi na ndugu zangu na wajomba lakini nimekuchagua wewe sababu nakuamini una kifua kizito. Sawa. Sasa nikusaidie tu kubeba begi.
Uniamini. Mimi mpaka kukuleta huku na maanisha kwamba nakuamini ndugu yangu. Acha tu nibebe. Nisingekuleta wewe basi ningewachagua washikaji wengine. Maana naongea sana, nimeshakupanga mimi kila kitu, hataki kuamini. Haya sasa haya. Sasa sikia mwanangu. Leta hilo begi basi nibebe. Wewe twende tu ndugu yangu. Kwani kuna ubaya gani? Sikia basi, tufanye kila mtu 50 yake hapa, ajue anafanyaje. Mimi nataka nibaki huku polini. Gani huku tena? Ndio. Kwa serious ndugu yangu. Yaani tumetoka huko kote tuje tugawanie huku kwenye hazina. Unazingua mwanangu. Mimi ndo najua miiko ya hazina. Nitakuwa tufanyeje ndugu yangu? Wewe nisikilize mimi. Alafu mimi ndo nimekuleta huku, si ndivyo? Ndio. Kwa nitakuwa unisikilize nitakachokuambia, sio kwa ubaya, lakini nitakuwa unasema ndio hivyo. Lakini hiyo sio swala. Sasa ndo tumeshafika, tumeshapata mzigo. Sikia. Mimi nachukua robo 3 wewe nakupa robo. Robo 3? Alafu mimi nipe robo. Blaza au masiala hayo. Blaza, leta basi begi. Leta begi sasa tugawane. Tulia mwanangu. Mimi nimeshakwambia hapa ni 1-0. Huo uongo blaza. Leta begi. Kwa hiyo unasemaje mwanangu? Damson. Sisi nimekwambia lakini. Damson. Hazina ni mali ya kila mtu. Hiki ni kisasi. Damson love yangu. Kwa ajili ya tamaa ya mali umeamua kunyamua uhai. Hazina ni haki ya kila mtu. Sasa hiyo ni hazina ya laana na lazima ulipe. Na hivyo ndio ilivyokuwa hazina ya damu. Hizo ni mbali mikononi kama kinga. Yaani kawaambia msiweze kukutana na mwanamke yoyote yule kabla mtatoka kwenye hazina. Lakini mwenzako masharti. Ina maana mganga mwenzangu ndo alikosea masharti au? Ndio hivyo. Kwa mganga unataka kuniambia alikufa kwa sababu ya kuvaa ilizi? Kuna swali jingine? Kwa nini sasa tusaidia? Mpaka kufikia hapo nimewasaidia sana. La sivyo hata wonge hapo kama Mganga na mimi ningekufa. Lakini mganga, yani mimi sielewi kwa sasa hivi nimefanikiwa kupata hazina. Lakini mtaani kote sina amani, mauzauza mara mzimu unitokee. Fanya kunisaidia mganga, sina amani na kufa vibaya mimi mganga. Siwezi kusaidia. Ila nakupa kama masharti. Kitu gani tena mganga?
Sharti la kwanza. Unapaswa kutoa kafara ya mnyama aliye hai. Kafara. Sharti la pili. Unapaswa kurudisha hizo nazo. La sivyo. Nakachukukuta. Sitokuwepo. Kafara mganga. Tafadhali mganga, huyu mnyama namtoa wapi?